Mtazamaji, hii ni hotuba ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1995 aliyoitoa jijini Dar es Salaam alipoalika waandishi wa habari akisema kwa habari ya kiongozi aliye bora. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema kiongozi bora ambaye tunatakiwa kumchagua, hatumchagui kwa sababu ya ukabila wake, hatuchagui kwa sababu ya udini, hatuchagui kwa sababu yeye ni mtu wa Tanzania bara ama visiwani, lakini tunamchagua ni kwa sababu yeye ni Tanzania ambaye anaweza kuilinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusimamia maslahi ya Watanzania ndani ya nchi yetu. Rais tunayemtaka ni Mtanzania. Hatuwezi kupata rais Mtanzania asitoke ama Zanzibar ama Tanganyika. Atatoka ama Zanzibar ama Tanganyika. Lakini hatumchagui kwa sababu ya Uzanzibar wake, na hatumchagui kwa sababu ya Utanganyika wake, na akiweka mbele Uzanzibar wake, akaweka mbele Utanganyika wake, tunajua huyu hatufai. Rais wa nchi yetu anachaguliwa kutokana na katiba ya Tanzania, na kisha kuchaguliwa anaapishwa kwamba atailinda na kuitetea katiba ya Tanzania. Asipoilinda tunamjua ni msaliti. Umechaguliwa kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, unaapa kuilinda, ataapa kwa huyo Mungu wake au kwa akili yake anayojua, lakini atatuapia, ataapa kusudi tuweze kumshtaki, kusudi tuweze kumshtaki kama akikeuka. Katiba ndiyo sheria ya msingi. Sheria nyingine zote zinatokana na katiba, haiwezi kupuuzwa. Hatuwezi kuendelea na utaratibu wa kupuuza katiba ya nchi yetu, au kuwa na rais anaionea haya kuitetea katiba, naye amechaguliwa kwa mujibu ya katiba hiyo, ameapa kuilinda katiba hiyo, alafu anaona haya kuitetea katiba hiyo. Mtu ambaye hawezi kuitetea katiba ya nchi yetu, hawezi kuilinda, hawezi kuisimamia, baada ya kiapo hatufai. Nchi zote duniani zinaongozwa na watu, lakini haziongozwi kutokana na akili za mtu, zinaongozwa kutokana na katiba na sheria. Haiwezekani mtu anapata ushauri kwa mkewe tu, kesho tunakuta jambo fulani limetokea. Rushwa ni adui wa haki. Kutokusanya kodi ni sifa moja ya viserikali corrupt popote pale. Serikali corrupt popote haitozi kodi. Serikali corrupt inatumwa na wenye mali, inawafanyia kazi wenye mali, itabaki kufukuzana na vijitu vidogo vidogo mabarabarani hivi basi. Mkisha kuwa corrupt, mtaabudu wenye mali, ambaye atasema rushwa kwangu ni mwiko. Lakini uwe na uwezo wa kuambia jamaa zako na rafiki zako, Ikulu ni mahali patakatifu. Mimi sikuchaguliwa na wananchi wa Tanzania kuja kupageuza kuwa pango la walanguzi. Lakini sasa kwenye uchaguzi nasikia mtu anakuja na pesa. Mali ilikuwa disqualification. Mwaka huu mali itakuwa ndio number 1 qualification. Zamani makabila Tanzania tunazungumza kama utani tu, nawaambia wewe Mnyamwezi, wewe mtani wangu basi. Lakini sasa makabila yanaanza kuzungumzwa kama sifa gani? Na watu wote waliofilisika sera kichwani. Mtu akishakuwa kesha filisika, anatafuta legitimacy, uhalali. Kama hawezi kujihalalisha kwa Utanzania, atajihalalisha kwa ukabila. Kwa Tanzania haiwezekani upate rais ambaye hana kabila. Utampata wapi? Hatutamkataa mtu kwa sababu ya kabila lake, kumbe tufanyaje? Lakini hatutamchagua mtu kwa sababu ya kabila lake. Tunataka rais
ambaye si mkabila, si kaburu. Nchi yetu haina dini. Mimi Mkatoliki, lakini dini yangu si dini ya Watanzania, wala si dini ya serikali ya Tanzania, wala si dini ya CCM.